Sasa ningependa kuanza kwa wasilisho la mada kwa kualikeni wote kutafakari na kuangaliza maneno mawili katika somo la mada ambayo yanabeba uzito wa kipekee. Maneno hayo ni amani na usalama. Upo msemo wanasema wa Japani kwamba mtu yeyote unaweza kujifunza kutoka kwenye makosa yako. Yaani ukifanya kosa, Waswahili wanasema kosa sio kufanya kosa, kosa kurudia kosa. Kwa hiyo ujifunze kutokana na makosa yako. Lakini wa Japani wanasema mtu mwenye hekima anajifunza kwa makosa ya wengine. Sio lazima ufanye wewe kosa. Na kwa mantiki hiyo, fundisho letu kubwa ni kwamba Watanzania tusitafute kufanya majaribio ya kukosekana kwa amani na usalama, bali tuwe na busara na hekima ya kujifunza na kufahamu kutoka kwa uzoefu usiotamanika wa nchi majirani zetu ambao wameingia gharama kubwa sana ya watu kupoteza maisha sambamba na madhara makubwa sana ya kushindwa kufanya shughuli za uwekezaji unaojenga ustawi wa wananchi wao kwa sababu ya kutoweka kwa amani na usalama. Kama mnavyofahamu, vijana wetu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania wapo DRC Kongo kule kuwasaidia ndugu zetu wa nchi hiyo jirani wawe na amani na usalama, hali ambayo hawajawahi kuwa nayo tangu uhuru miongo takriban 6. Na katika kipindi hicho sisi wa Tanzania tumekuwa na chaguzi 12 ambazo zimefanyika katika hali ya usalama. Nimeanza na maelezo haya ili kwa kweli kuwaomba kwamba tunapotoka hapa wana kongamano mwipokee rai yangu kwangu, rai yangu, na muipeleke mnako kwenda kwamba uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 isiwe sababu ya kuhatarisha amani na usalama wa Tanzania. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Nyerere aliwahi kusema, nadhani mmesikia, nitamnukuu, asema akitokea mtu akatuuliza kwa fedhuli tu, nyinyi wa Tanzania mna nini? Asema sisi tutamjibu sio kwa fedhuli, isipokuwa kwa fahari, tunao umoja na amani. Na kaenda kusema huo umoja na amani haukuzuka tu. Kwa nini kwingine huko haukuzuka? Kwa unaofahamu sisi wa Tanzania ni makabila zaidi kidogo ya 120 na tuna mipaka na majirani 8, na ukizunguka kwa ile mipaka ukahesabu tumechangia jumla ya makabila kama 30, 29 au 30, labda inazidi kidogo, lakini 30, kama 30. Na kwa bahati mbaya jirani zetu wote wamekushapata matatizo ya kuvurugika amani. Basi ingekuwa vitu vinakwenda tu automatic, ungetegemea basi sisi ndio tungekuwa na vurugu kuliko wote, maana ingekuwa ni mara 8. Lakini kinyume chake, sisi hapa ndio penye amani, wanakimbilia kwetu hapa. Na nasema ukiona vinaelea vimeundwa. Sasa kwa hiyo Watanzania, ndugu zangu, tunayo mengi ya kujifunza kutoka kwa waasisi wa taifa letu ambao wamejenga misingi ya utaifa wetu, ikiwa ni pamoja na demokrasia hatua kwa hatua sambamba na kudumisha usalama na amani iliyodumu kwa miongo takriban 6. Na waliotangulia wasomi hapa wameeleza nini kimefanyika toka uhuru, mgeni rasmi ameeleza. Kwa hiyo kama nilivyosema, tangu wakati huo mwaka 65 ndio ulikuwa uchaguzi wa kwanza baada ya muungano, na mpaka kufika 2020 tulishafanya chaguzi 12. Kwa hiyo tukiwa katika mchakato na safari ya kufikia kilele cha kupiga kura na kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu 2025 ambao utafanyika mwezi Oktoba, Watanzania wote tunao wajibu, narudia neno wajibu, wa matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
kuendelea kuhimiza, kujenga, kudumisha na kulinda amani na usalama wa taifa ambao umedumu kwa miongo 6 mfululizo. Kwa hiyo mimi si mtaalamu wala sikusudii kueleza kifungu kipi mahususi cha katiba au sheria iliyotungwa na bunge ili kujenga hoja kuwaeleza hayo. Wapo wengi hapa na waliotangulia, na nadhani hao wataweza kufanya hiyo kazi vizuri kuliko mimi. Na mada ama kichwa cha mada sema nizungumzie wadau wa makundi mawili, wale ambao ni sehemu ya dola. Kwa hiyo nyinyi mawakili mliopo hapa, wenzangu walioko huko ambao bado wanafanya kazi kwenye vyombo, kwamba kila mmoja ana wajibu. Sasa kwa wale waliopo ambao ni sehemu ya dola, mimi sina shaka sana, kwa sababu toka wanaingia wanakabidhiwa majukumu na kila siku wanafanya kazi, wanafahamu wanafanya nini. Sisemi hivi kwa kuwapamba. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ilala hapa ametuambia Dar es Salaam tuko salama. Watu zaidi ya milioni 5. Mkoa wa Dar es Salaam una wilaya 5. Sasa tumelala, tumeamka salama kwa sababu wote, hakuna mtu ambaye tunavyofahamu alikuwa na njama au amejaribu kuvunja hiyo amani. Lakini vile vile niwahakikishie ndugu zangu, na mimi nimefanya hiyo kazi miaka mingi sana, kila siku mnalala salama, mnaamka salama, kwa sababu wapo Watanzania wenzenu wanaofanya kazi katika vyombo hawalali. Na ilihitaji katika wilaya 5 za mkoa wa Dar es Salaam, ilihitaji vichaa, niseme 5 tu, mimi nitawaita vichaa, kila mmoja awe na SMG, mkoa mzima hatutalala. Kwa hiyo narudia tu ile kwamba tunavyokwenda kwenye uchaguzi huo, kwa kweli kila mmoja ana wajibu wa kuangalia na kuhakikisha kwamba tunabakia katika hali ya usalama. Na dunia imekuwepo na itaendelea kuwepo siku zote, ambao kuna mataifa, kuna watu ambao kwa namna moja au nyingine si rafiki wa Tanzania katika juhudi zetu za kujenga, kuimarisha na kudumisha amani na usalama. Na hiyo ni tangu enzi ya baba wa taifa. Tunajua kwamba kusipokuwa na usalama, kusipokuwa na amani, hakuwezi kuwa na maendeleo, kwa sababu kila mtu cha kwanza anajaribu ni kuishi, kulinda maisha yake, na kijua pana usalama, haya mengine yanaweza kuja. Na kwa hiyo jambo la msingi, ndugu zangu, ninaomba wote tukubali kuwajibika kufanya kazi ya kuimarisha na kudumisha na kulinda maslahi ya msingi ya utaifa wetu, ambao ni umoja, amani na usalama, ambao tumesema haukuzuka kama alivyosema baba wa taifa, bali umoja wa taifa la Tanzania ulijengwa juu ya misingi ya umoja wa shabaha, kama kujenga taifa la Tanzania, na sio umoja wa nasaba za ukabila, za udini au za siasa inayowagawa Tanzania kwa kujenga chuki, uhasama, usda, ugomvi, mafarakano, ugomvi miongoni mwa wananchi. Kwa hiyo katika kuelekea uchaguzi wa mkuu wa 2025 ni muhimu tukawa na uelewa wa pamoja wa wadau wote, nasema si wa Tanzania wote, ni wadau, kuhusu masuala ya msingi yafuatayo ambayo ningesema. Moja, nini wajibu wa viongozi tunavyoelekea? Pili, kuhusu umbele wa usalama na amani. Nini haki na wajibu wa Tanzania? Na tunazungumzia demokrasia katika utawala na shughuli za kisiasa. Kwa hiyo kuweka katika muktadha huo ya maelezo yaliyotangulia,
Mimi nashauri kwa kifupi kwamba Watanzania wote tujiandae kushiriki uchaguzi mkuu wa 2025 huku tukiwa na mwamko na uelewa pamoja, kutambua na kuelewa mambo ya msingi ni wasema, na nieleze kwa kifupi kama ifuatavyo. Wajibu wa viongozi, hiyo wakiwemo wa serikali, taasisi, mashirika, jumuiya za kijamii na kidini, kutekeleza matakwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu kuhamasisha, kuhimiza na kujenga umoja na mshikamano wa kitaifa katika malengo ya kuunganisha juhudi za kuleta maendeleo ya jamii na ustawi wa watu kama msingi wa amani na usalama. Watanzania waweze kuchagua viongozi ambao watamudu dhamana ya kuwajibika kuwa watumishi wa wananchi na sio mabwana zao, kwa kutambua kwamba ustawi wa wananchi ndio lengo kuu la serikali. Hiyo ni kwa mujibu wa Katiba. Pili, umbele wa amani na usalama. Hilo ni moja ya masharti ya msingi wa kwanza wa taifa lolote kuweza kutekeleza mipango ya kutumia rasilimali kama zetu wa Tanzania na kufanya uwekezaji kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa wananchi. Kwa hiyo chimbuko la mazingira yanayokaribisha kustawisha maendeleo ni umoja na upendo unaojihirisha katika mshikamano ambao matunda matokeo yake ni amani na usalama wa watu na mali zao katika jamii, na hivyo wanaweza wakaishi vizuri. Tatu, la haki na wajibu wa Tanzania ni haki yao kuishi kwa amani na usalama katika jamii, na Watanzania wote tufahamu kwamba maisha ya usalama na amani ni haki yetu ya msingi ya kikatiba kama raia wa nchi huu. Haki hiyo na upande mmoja wa sarafu ambao huo ni upande mmoja wa sarafu ambao upande wa pili unadai wajibu wa kushiriki kila raia kikamilifu na ipasavyo katika kujenga, kudumisha na kulinda amani na usalama wa nchi yetu. La tatu, tunazungumzia demokrasia katika utawala na siasa. Huo vile vile msingi wa mfumo wa utawala bora na siasa safi ambao wazee wetu walituambia tukitaka maendeleo moja masharti ni hao, na ni msingi wa utawala ambao unathamini watu kwa kutekeleza matakwa ya wananchi walio wengi bila kupuuza au wakandamiza wachache kwa kuwanyima haki za msingi mujibu wa katiba. Nadhani haya ndio mambo makubwa. Kwa hiyo demokrasia ni jambo la msingi katika kujenga na kustawisha utawala bora katika misingi ya haki. Na kuna mengi watu tunasema tunaangalia wenzetu walifanya nini. Labda nikumbushe moja sio nzuri sana, lakini kwa wale waliosoma historia wanafahamu kwamba kuna rais mmoja wa Marekani anaitwa Abraham Lincoln, maarufu sana yeye kwa alichokisema kuhusu demokrasia, kwamba government by the people, of the people and for the people, kwamba serikali itokane na wananchi, wananchi ndio waipa hayo madaraka, itokane na watu wenyewe, na hiyo kwa maslahi ya watu. Mheshimiwa Kanali, una dakika 4 kumalizia wasilisho. Mlimpa dakika 40. Mimi nitamaliza kwa muda mzuri. Mkimaliza kupiga makofi nitaendelea. Haya, nimemaliza. Sasa sababu ya wakati huyo bwana alikuwa rais, bahati mbaya nchi iliingia kwenye machafuko na wakapigana wao kwa wao, na wanasema asilimia Marekani walikufa. Ungesema leo kwa Watanzania kama watu 1.2 milioni, na wengi kunapotokea mambo kama haya wanakuwa ni vijana. Sasa kwa hiyo hasara inakuwa ni kubwa sana. Na nataka kusema ni kwamba swala hili la umoja tusilifanyie masihara. Na nasema hivyo kwa sababu sisi wenyewe wa Tanzania ukitizama au ukifikiri kidogo katika namna yetu tumeliweka mbele sana. Kwenye simulizi tunaambiwa kwamba
wazee wetu walipoanza harakati za kupigania uhuru walikwenda Bagamoyo, wakasali, wakafunga, wakaomba Mwenyezi Mungu, na hiyo tabia tumeendelea nayo. Hata tulipoanza shughuli tumeanza kwa kusali, kuomba, na kubwa zaidi katika linalotuunganisha, mimi niende kwenye mambo ambayo yanatuunganisha napozungumzia juu ya swala la amani na usalama na umoja. Tuende kwenye mambo ambayo yanatuunganisha kama Watanzania, na moja wapo tunalotuunganisha la kawaida kabisa, lakini kubwa kama ukituliza akili yako ufikiri vizuri, na hilo ni wimbo wa taifa. Wimbo wetu wa taifa ambao una beti mbili, katika kila beti tunamtaja Mwenyezi Mungu mara mbili, na tunamtaja kwa kuomba. Kwanza tunaombea Afrika na Tanzania, ikiwemo ndani ya Afrika. Tunaomba Mwenyezi Mungu atupe viongozi wenye hekima ambao watajenga umoja na amani. Beti ya pili tunaiombea Tanzania, Mwenyezi Mungu adumishe uhuru na umoja. Na ukiona katika beti zote mbili tunarudia neno umoja. Na umoja kwa nini? Kwa sababu uhuru wa nchi hii bara visiwani ulipatikana kwa sababu ya umoja. Kwa hiyo mimi nihitimishe, nasema watu huona haya mambo ya usalama kwa sababu Tanzania tumezoea salama na amani ipo tu, kwamba nizungumzie kwa msisitizo kuangaliza mambo haya. Kwanza kabisa, mimi nadhani si lazima umesoma sheria au siasa au umekwenda umebobea uwe profesa. Ukitafakari tunayomomba Mwenyezi Mungu katika wimbo wa taifa, inatosha kwamba ukitumia hiyo, mimi sizungumzii itikadi ya chama chochote, kwamba anapozungumza mtu anatafuta nafasi ya uongozi, kila mtu anaweza kujiuliza akasema, hivi huyu anayoyazungumza yana hekima? Maana sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu viongozi, huyu anaongea na hekima? Huyu anayozungumza, huyu namna yake itajilengea amani? Kwa sababu amani sisi tunaomba kwa Mwenyezi Mungu. Huyu kwa namna yake anatuletea umoja na amani, huyu atadumisha uhuru wetu. Nasema yote haya tunaomba kwa Mwenyezi Mungu. Sijazungumzia itikadi ya chama chochote, lakini ya msingi kabisa ambayo inaweza kutuongoza kwa pamoja tukajua ni watu gani wanafaa waje kuwa viongozi wetu. Kwa hiyo labda kwa msisitizo niseme tu kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vina umuhimu wa kipekee ambao ni wajibu wa kikatiba na kisheria kulinda amani na kuhakikisha usalama kwa kuheshimu miiko na kufuata masharti ya uadilifu na weledi unaozingatia uhalali, mamlaka, madaraka, uzalendo na kuna viapo ambavyo vinatufunga. Ya pili, kuna nafasi ya taasisi za dini, asasi, mashirika ya kijamii na vyama katika kuhimiza amani na kuendeleza utulivu popote nchini, pamoja na kusaidia kutatua migogoro na kumaliza tofauti na mafarakano kwa njia ya mazungumzo yenye dhamira na maudhui ya maridhiano na sio mapigano. La tatu, kuna wajibu wa kuzuia vurugu na matamshi ya chuki ambao ni jukumu la watu wote na wakati wote, lakini kipekee ni wajibu mkubwa sana wa vyama vya kisiasa, taasisi na jumuiya zake husika katika kipindi cha kampeni za uchaguzi mkuu, kwa kuepuka kutoa masharti yanayoweza kuwa chanzo cha vurugu, mapigano, uharibifu wa mali na uvunjifu mwingine mkubwa wa amani ya Tanzania. Na vile vile mimi kama nasisitiza tu kwamba swala la msawazo baina ya uhuru wa kutoa maoni na kudumisha utulivu wa kisiasa
na hiyo inahusu kutoa elimu na ushauri wa kuheshimu mipaka ya uhuru wa kusema, na kila wakati kuzingatia wajibikaji wa kutoa matamko na kauli kwa kutambua hatari ya kuamsha hisia kali na hasira kutokana na matumizi ya lugha na maneno yasiyokuwa na staha na kuheshimu utu wa mwingine. Uhuru wa kusema hatuwezi kuzuia kusema, lakini uhuru baada ya kusema kutatokea nini, hilo inategemea. Hata jirani yako ukimtukana anaweza akakudhuru. Kwa hiyo kwa kumalizia kabisa, kuelekea uchaguzi wa Oktoba 2025, ndugu zangu wa Tanzania, mimi nawaangaliza na kushauri kutafakari, kupima na hatimaye kupiga kura za busara baada ya kuwasikiliza wagombea nafasi za uongozi, pamoja na kufanya uchambuzi na tathmini ya ujumbe wa sera wanazonadi kupitia kampuni zao kama: moja, zinaakisi hekima ya kiongozi bora; pili, zinalenga kuimarisha umoja wa shabaha za maendeleo na ustawi wa wananchi; tatu, zinaashiria nia thabiti ya kuimarisha na kulinda amani; na nne, kama zina msimamo thabiti wa kudumisha uhuru wa Tanzania na sio kwa mamluki au wakala wa nchi za mabeberu waliotawala Afrika kama wakoloni na kuendelea kuvuna rasilimali asilia. Ndugu zangu, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza.